Karibu kwa msimu wa 15 wa Shamba Shepa. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji, ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi, hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shepa. Shamba Shepa imetembelea maeneo mengi ya ukanda huu: Kenya, Uganda. Welcome Shamba Shepa Uganda, na Zambia. welcome to Munda Makeover. Kama unavyojua, wakulima hufanya kazi shambani bila kupumzika. Mara tu baada ya kupanda, unapalilia, kusimamia mimea yako ili kuepuka wadudu na magonjwa. Au unajiandaa kuvuna na kujipanga kwa ajili ya msimu ujao wa kupanda. Kama mkulima, ni muhimu kuendelea kukagua mimea yako kama kuna dalili zozote za wadudu au magonjwa, ili uweze kushughulikia kwa haraka. Kwa kukagua shamba lako, unaweza pia kunakili kipi kinaendelea vizuri na kipi kinahitaji kubadilishwa kwenye msimu ujao. Kagua mifereji yako ya tone kwa tone na mfumo wa kukusanya maji ili kuhakikisha unapata maji ya kutosha kwa ajili ya mimea yako katika msimu wote. Kuhusu hili, je, una tenki la maji? Huu ni mfumo wa kuaminika wa kuhifadhi maji. Ni lazima kila familia inayofanya ukulima kuwa nayo, kwani unaweza kuhifadhi maji ya mvua kwa ajili ya matumizi ya kilimo na nyumbani. Hebu tusafiri hadi Bomet kumtembelea Zedi, mkulima mwenye changamoto ya maji. Tuko na shida ya maji. Tuko na shida sana. Hata ya kupatia ng'ombe hatuna na. hiyo ni shida Tony. Changamoto Leo nataka kumsaidia Zedi kwenye usambazaji wa maji kwa ajili ya jikoni. Kwa sasa, anatumia tenki hili la samawati kuhifadhi maji, lakini liko wazi kwa juu ambapo uchafu unaingia. Pia ni kazi ngumu kutoa maji. Hivyo tumemwomba Albert Bundi, mtaalamu wa fedha, kuja na kutupa ushauri wa kifedha kuhusu jinsi ya kuboresha uhifadhi wa maji. Wewe utoa maji wapi? Tunatoa mtoni. Naenda kuleta kwa mgongo ile ya kutumia kwa kufanyia chakula. Lakini ya ng'ombe mimi nakuja tena kuchukua ng'ombe, mimi naelekea mtoni. Kwa hivyo wewe wakati wako mwingi unapotea ukitafuta maji. Unafanya tu kazi ya mtoni, yani ongeze kazi nyingine. Na hiyo si ni hata kwenda kupalilia mahindi ama kutengeneza vitu vingine, imekuwa ya mtoni tu. Akina mama tunatumia wakati mwingi wa kwenda mtoni, kwenda kuchota maji, pengine maji iko mbali sana. Na pia tukaona kama wasichana wakitoka shule, lazima wakimbie mtoni wachukue wachote maji. Kwa hiyo muda yote huwa wanatumia muda kwa kupoteza muda badala ya kusoma. Kwa hivyo sisi kama shirika la bank, Kenya Women Microfinance Bank, tulitengeneza bidhaa zenye zinasaidia akina mama kufanya kazi ikuwe rahisi. Ndio at least wakuwe na time ya kufanya kazi ingine ya kuwapatia mapato. Tunahimiza customers wanaweza fungua account na sisi, waweke pesa zao kwa account, wanaweza save na sisi. Na bado kama mteja anahitaji pesa ya kutumia, anaweza chukua mkopo kutoka kwa banki yetu, afanyie kazi. Na interest yake ni riba ya kila mwezi ni 1.5% per month. Yes. Kwa hivyo, kama Zedi anataka tenki jipya la maji mara moja, anaweza kupata mkopo. Benki nyingi zitaomba ufungue akaunti na kuweka pesa kwanza. Hii inaonyesha una uwezo wa kufanya malipo. Lakini je, kama Zedi anataka kuweka akiba kwa ajili ya tenki la maji na kulinunua baadaye, ni wazo zuri kutumia benki kuweka akiba.
Pia wakati mwingine ukiwa na pesa yako unaweza fungua account na usafe na sisi. Ile pesa yako itakuwa inapata interest kwa kila mwezi. Kwa hivyo pia unaweza nunua ile tank ama ile chombo chenye unataka ya maji huko nyumbani kupitia tu kwa kufanya nini? Savings. Na tuseme sasa Sedi anataka tangi ya 50,000. So unaweza save hiyo 50,000 na kama ni unataka kusave kwa mwaka moja, unachukua 50,000 una divide na 12 months. So kwa kila mwezi ni kama unastahili kusave 4,000. Kwa kila siku una save kitu kama 130. Ikifika miezi 12 utakuwa umepata ile 50,000 yako na utakuwa umenunua ile tangi yenye ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unahitaji. Na hiyo pesa yako wakati huo una save pia itakuwa inatengeneza interest. Kwa hivyo hutapata ile 50 ulikuwa umesave. Utapata 50 na kitu kingine juu. Yes. Kwa hivyo ni vizuri kama tunaweza kupata njia ambayo tunahifadhi hii maji, kama tuitumii kwa huo wasaa tunaiweka kuitumia baadaye. So kwa siku ya leo tunaweza tengenezea shade tank ile zawadi tumemletea. Ndio imsaidie atakuwa na chota maji kwa njia safi kutoka kwa ile main tank. Yes. Itakuwa mzuri kabisa. Sawa sawa. Tunavyoanza kazi ya kujenga tenki, hebu tujikumbushe. Kama unachukua mkopo, unapata unachohitaji kwa haraka, lakini unalipa benki hela ya ziada kwa gharama za riba. Na kama ukiweza akiba, itabidi usubiri muda mrefu kwa ajili ya kile unachotaka, lakini benki itakulipa riba kwenye hela ulioweka kwenye akiba. Wow! Zedi amepata matenki mawili kwa ajili ya maji ya jikoni. Hivyo usambazaji utadumu mara mbili. Tenki la juu linalisha tenki la chini kupitia bomba la kuunganisha. Na matenki yamefungwa, hivyo hakuna tatizo la uchafu. Bora zaidi ni mfereji kwa chini. Inamaanisha Zedi hatavuta ndoo kuchota maji. Kazi nzuri sana timu. Mlitusaidia mkatuletea tank, tukafurahia kabisa. Kazi nzuri sana Karo na timu mzima. Maji ni muhimu katika maisha yetu ya kila siku, na sio tu kwa ajili ya kunywa na kupikia. Maji ni muhimu sana kwa mmea wowote ili ukue vema. Kama vile unavyohitaji kupata maji kwa ajili ya nyumba yako, shamba lako pia linahitaji maji ili kukuza mimea. Hapa ndipo mfumo wa umwagiliaji wa tone kwa tone unapokujia. Kujifunza zaidi kuhusu umuhimu wa umwagiliaji wa tone kwa tone, hebu tuvuke mipaka hadi Zambia. Kozi na Kachenana wana mkulima tayari kwa ajili ya hili. Tuko Chabona katika wilaya ya Kati. Na tunamtembelea Abison Hangoma. Abison amemwoa Alice Munga na wana watoto 3. Shamba lao lina ukubwa wa hekta 15. Na mazao yao makuu ni mahindi na mboga mboga. Lakini pia wana ng'ombe 14 na mbuzi pia. Kama kipimo, Abison anamwagilia mojawapo ya shamba lake ndogo kwa kutumia mifereji ya matone na amefanikiwa kuzalisha mavuno mengi, lakini inapokuja upande wa mahindi ya kutegemea mvua katika shamba lingine kubwa, ameshindwa kufanya vizuri. Umwagiliaji ndio njia ya kuaminika sana ya kuotesha mimea, haswa wakati huu ambapo mvua sio ya uhakika, lakini inaweza kuwa gharama. Chipo Munanyinda kutoka International Development Enterprise, IDE, anaenda kusaidia kueleza jinsi mifereji ya matone ilivyomsaidia Abison kupata mavuno mengi, wakati huo huo akiokoa pesa. Abison, tulikuwa tunakagua mfumo wako wa umwagiliaji na nataka nikuulize, je, mabadiliko ya hali ya hewa yamekuaje kwa upande wako hadi sasa? Kwa upande wangu, hali ya mvua sio ya kawaida. Inanyesha kwa wakati sahihi? Hapana, inachelewa kunyesha kisha tunapata mafuriko. Kwenye visima vyangu maji yamejaa sana. Kwa hivyo, inaponyesha huwa ni nyingi sana. Inanyesha kwa muda mrefu. Kama mwezi moja. Huo ndio msimu wa mvua. Hali ya mvua kwa kawaida ingekuaje katika eneo hili? Miezi 3 hadi miezi 4. Kwa hivyo imepungua zaidi ya 50%. Kwa mabadiliko ya hali ya hewa, ungeweza, Chipo, kueleza umwagiliaji wa tone kwa tone kama mfumo janja wa hali ya hewa? Ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu hata kama hakuna mvua,
Kama uko na mfumo wa umwagiliaji, bado unaweza kumudu shamba lako. Abison, umekuwa ukifanyaje? Najua una shamba la umwagiliaji wa mafuriko na una shamba la umwagiliaji wa matone. Imekuwaje mpaka sasa? Unapotumia mifereji, hakuna magugu. Hivyo, unapoweka mbolea, inafanya kazi mara moja kwa moja kwenye mimea. Kwa nini hakuna magugu? Kwa sababu ya maji, yanamwagika tu kwenye mimea. Kwa hivyo magugu hayapati virutubisho? Ndiyo. Sawa. Inapokuja kwenye swala la nguvu kazi, unahitaji watu wangapi kufanya kazi ya umwagiliaji wa matone? Kwa ajili ya mfumo wa tone kwa tone, unahitaji mtu mmoja tu. Mtu mmoja? Kuwasha na kuzima. Kwa ajili ya kunyunyiza kwa mbinu ya kufurika shamba, unahitaji watu 3 au 4. Ipi ni kazi ngumu? Mafuriko ndiyo kazi kubwa. Kwa sababu unatakiwa kupalilia. Lakini kwa umwagiliaji wa matone, hakuna kupalilia. Kama uko na shughuli nyingine, ukishawasha mfumo wako wa tone kwa tone, unaweza tu kuenda. Katika mfumo wa mafuriko, unatakiwa kuwepo shambani kila unapotaka kumwagilia. Huu umwagiliaji wa matone, mabomba hujiziba? Ndiyo, unapotumia kuunganisha moja kwa moja kutoka kisimani. Sawa. Unawezaje kuepuka hilo? Kama unataka tenki lenye chujio, hivyo tunawashauri wakulima kutumia chujio muda wote. Unapotumia chujio, hata kama maji ni machafu, uchafu utazuiliwa na utasafisha tu chujio lako labda mara 2 kwa wiki. Kutumia tenki kuna faida nyingi kwa sababu unahifadhi maji hapo ndani kuliko kuweka moja kwa moja kwenye pampu. Kwa umwagiliaji wa matone, kama unavyojua, petroli ni bei kali sana. Kwa mfano, ninapotumia mifereji ya matone, nachukua mafuta lita 2.5 nitakayotumia mara 4 hadi 5. Ninapotumia mafuriko, tunatumia mara 1 tu. Inapokuja upande wa maji, unatumia kiasi gani kwenye umwagiliaji wa matone ukilinganisha na umwagiliaji wa mafuriko? Kwa upande wangu, natumia tengi la lita 5,000 kwa siku 2. Kwa siku 2? Ndiyo, kutumia matone. Na kwa mbinu ya mafuriko, unatumia nini? Ni mara 3. Mara 3 ya lita 5,000? Ndiyo. Kwa eneo hili? Ndiyo. Vyema, hakika ni kuhifadhi maji unapotumia mifereji ya matone. Ndiyo, bwana. Aha, inaeleweka. Hebu tufafanue. Kutumia umwagiliaji wa mafuriko kwa pampu kunaweza kuchukua watu 2 au 3 siku nzima. Kwa matone, unahitaji kufungua mfereji na kufunga. Umwagiliaji wa mafuriko unaweza kutumia maji mara 3 ya matone. Na kwa mfumo wa matone, utoaji wa magugu ni kidogo sana. Tunapata faida zaidi na kuokoa pesa, na tunapambana na kiangazi na mabadiliko ya hali ya hewa. Ni nini kisichopendeka kwa mfumo huu? Kifuatacho baada ya mapumziko, tunaangalia namna bora ya kutengeneza samadi na sheria za kilimo hifadhi. Karibu tena katika Shamba Shape Up. Katika kipindi cha leo tunajifunza kuhusu vitu muhimu vinavyohitajika ili kurahisisha msimu wa kilimo. Tumeangalia chaguo za kifedha kwa ajili ya kupata tenki la maji na pia jinsi ya kufanya mimea yako ipate maji vema msimu wote. Katika sehemu hii tunaangalia vipengele vya kijanja ambavyo vitasaidia mimea yako kukomaa vema. Wakati kati ya kupanda na kuvuna ndio wakati mzuri wa kuanza kuandaa mbolea yako ya asili ili ipate muda wa kutosha wa kuoza. Wenzetu kule Uganda wana namna nzuri ya kutengeneza mbolea ambayo inachukua muda mfupi. Haya, kwenu Frob na Agi, mnamtembelea nani? Leo tuko katika wilaya ya Mwakiso na tunatembelea Musisi Daniel Sentamu, mkulima wa nyakati zote mwenye umri wa miaka 57 anayeishi kwenye shamba lake la ekari 1.5. Kitu cha kwanza, tunawezaje kubadilisha mabaki ya kinyesi cha ng'ombe kuwa mbolea asili? Wakulima wanapomaliza kuvuna,
Mara nyingi wanakuwa na rundo la mabaki ya mimea na ng'ombe wanaacha kinyesi ambacho kinapotea au kutupwa kwenye sehemu za takataka. Hii inaacha udongo ukiwa hauna virutubisho na upunguza uzalishaji. Nicholas Waiswa kutoka Hatches Limited ana suluhisho zuri la kuendeleza uzalishaji wa udongo. Twende tukutane naye. Unakagua mbolea yetu kama imetengenezwa kwa njia sahihi? Hapana, ina udongo, ina kila kitu. Hivyo inahitaji kurundikwa katika sehemu iliyopangika. Sasa utamshauri Bwana Daniel afanye nini? Naweza kumshauri Bwana Daniel kama hizi nyasi na mabaki kutoka kwenye bustani vinaweza kukatwa viwe vipande vidogo. Ni muhimu kukata nyasi vipande vidogo vidogo kwani inarahisisha hatua ya kuoza. Chimba shimo la urefu wa futi 3 na futi 5 za mraba katika safu, weka mabua, mboga kavu, majani mapana, kinyesi cha ng'ombe, majivu na maji. Rudia safu mpaka urefu unaohitajika na funika kwa udongo. Lakini itakaa hapa kwa muda mrefu. Wakati tunaangalia namna ya kupata hali nzuri ya vimelea kufanya kazi kwenye hizi takataka. Kuna mbadala, tuseme mfano, mkulima mdogo kama Bwana Daniel anaweza kutumia? Kuna mbadala na ambao ni rahisi na ni kinyesi. Frass ni nini? Kinyesi kinapatikana baada ya kufuka nzi askari mweusi. Nzi askari mweusi ana hatua 4 za maisha ambazo ni mayai, buu, kiwavi na mzima. Wakati wa hatua ya buu ni pale nzi anakuwa na hamu kubwa ya kula mataka ya kikanoni au organic waste. Kwa siku 18 buu linabanduka na kinachobaki ni frass. Hawa nzi askari weusi hawana madhara kwa binadamu, hawasambazi magonjwa na wanaweza kusimamiwa kwa urahisi. Wanachohitaji ni kuwepo kwa mbolea ya kiasili, chumba kinachoingiza hewa vizuri, ulinzi kutokana na jua, maji na wadudu wa ziada. Hii ni njia ya haraka kutengeneza mbolea ikilinganishwa na shimo la mbolea ambalo linachukua mwezi 1 hadi 2 kuoza kikamilifu. Frass imejaa mataka ya buu, mabaki ya kikaboni na virutubisho vilivyochakatwa. Leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kuitumia kwenye mgomba. Hapa tunachimba kusunguka mkomba na unaweza kupata watu wengine wakiita uwekaji duara. Pima mita 20 kutoka kwenye shina la mkomba na tunaenda kuweka kinyesi chetu kwenye mkomba mdogo. Mche tunaweka vikombe 4 tu. Hii ambayo imekomaa tunaweza kuweka vikombe 12. Hii inabadilika kuwa kilo 2 kwa ajili ya migomba midogo na nusu beseni kwa ajili ya mgomba uliokomaa. Kisha utafunika kwa udongo kidogo. Unaweza kufanya kitu kingine kama vile kufunika na majani ili uilinde. Unalinda nini? Ni mbolea ya asili ndani ya mtaro uliouchimba. Kwa kulisha udongo, frass, unaongeza kiasi cha maji ambacho udongo unaweza kushikilia na pia kuongeza nyenzo za kikaboni kwenye udongo. Hivi vyote huimarisha udongo. Mbali na kupunguza uchafu katika shamba, mbolea ya kiasili ni njia ya asili na rahisi ya kupata virutubisho kwenye shamba lako. Wakati huo huo, inaboresha muundo wa udongo. Na kuna mengi ya kufanya ili kuboresha udongo wako. Kilimo hifadhi. Ili kujifunza zaidi, hebu tumtembelee mkulima Elizabeth huko Makueni. Elizabeth amekuwa mkulima kwa miaka 30 hapa Makueni. Elizabeth anakuza mahindi, pojo au choroko, mbaazi, maembe, viazi vitamu na anatumia njia ya kilimo hifadhi vyema. Anatumia ulimaji kidogo, anachanganya mimea yake na pia anabadilisha mazao yake. Eric Kiongo ni afisa wa kilimo biashara kutoka Pafid. Yuko hapa kuona namna Elizabeth anavyohudumia kubadilisha mazao yake. Eric. Ndio mimi Eric. Tumesikia mengi sana kukuhusu. Naonekana mnafanya kazi nzuri sana. Mimi kama mtaalamu kutoka Pafid, huwa tunawafundisha wakulima wetu mbinu 3 za kilimo ambazo ni za muhimu sana kwa mazao yao. Ya kwanza ni kutokusumbua mchanga sana, ya pili ni mzunguko wa mazao, na ya 3 ni kuacha masalia shambani. Na siku ya leo nafikiri tunaongelea mambo ya mzunguko wa mazao.
kuna faida gani ya mzunguko wa mazao? Mzunguko wa mazao una faida nyingi. Ya kwanza, inatusaidia kupunguza makali ya magonjwa yale yanacho kwenye udongo na mazao yale yalikuwa hapo nyuma. Naam. Ya pili, inatusaidia kuhifadhi maji kwa mimea yetu. Ya tatu, inaongeza rutuba kwa mchanga wetu. Hizo ndio nguzo za muhimu sana kwa mkulima yote ule. Ndio. Hapo ulikuwa umepanda nini kabla hii? Kitambo nilikuwa nimepanda mahindi na mtama. Kwa nini uliamua sasa raundi unataka kuweka dengu peke yake? Niliamua kwa sababu nilifunzwa na Eric vile ya crop rotation. Mbona angepanda sorghum? Kwa sababu sorghum sio mahindi. Angeweka sasa sorghum hapa yote ingefanya vizuri. Mahindi na mtama ama sorghum ni mmea uliofanana, ni jamii moja. Tabia zao zimefanana. Kwa hivyo ukitoka kwa mahindi na mtama unafaa kwenda kwa legume, uende ndengu, marage, pojo na kadhalika. Kwa hivyo inafaa unabadilisha kwa sababu usiweke mimea ambayo inatoka kwa familia moja. Elizabeth, umekuwa ukifanya ama kufuata maagizo ambayo mtaalamu amekuwa akikufunza? Nimefuata kwa sababu naona wakati huu nimepanda ndengu. Kwa hivyo unaona ni kama mwisho wa msimu utapata mazao mazuri. Mtama na mahindi vinatoka kwenye jamii moja. Kwa hivyo vinashiriki wadudu na magonjwa sawa. Unaweza kuvibadilisha na mimea kutoka jamii ya kunde kama vile pojo au maharage. Baadhi ya wakulima pia hubadili mahindi na maharage na mmea wa tatu kama vile viazi. Kubadili mimea ni vizuri kwa ajili ya shamba lako kwa sababu moja, kunazuia wadudu na magonjwa kujenga katika udongo. 2, kuongeza virutubisho katika udongo wako. Na 3, hufanya udongo wako kuzalisha zaidi. Kuna jambo ambalo nimeangalia kwa hii shamba. Naona kuna mahindi pale, mahindi hapa katikati na mwisho. Na jambo la pili, hii mahindi inakaa ni kama hata haina afya, kuna shida mahali. Shida ni nini? Kwanza tuongee tukiwa tunaiangalia hapa hivi. Huyu mkulima wetu tulimshauri apande mahindi hii mistari 3. Moja mwisho, moja katikati na mwingine mwisho kwa ajili ya kuzuia upepo. Upepo ili usiadhiri ndengu zetu kwa shamba. Lakini kitu cha muhimu ambacho nimefurahia umekiona ni kwamba haya mahindi hayafanyi vizuri. Kabisa. Hayafanyi vizuri kwa sababu gani? Kwa sababu hapa palikuwa pamepandwa mahindi katika mmea ule uliopita. Sasa wakati huu amerudia mahindi katika hizo sehemu 3. Hiyo inakuonyesha kwamba kwa kama hii shamba yote angekuwa amerudia kupanda mahindi, mazao yangekuwa mabaya sana kama vile unavyoona hapa. Na mara nyingi watu wengi hujitetea na mvua, lakini msimu huu tumepata mvua ya kutosha, lakini angalia bado haya mahindi hayafanyi vizuri. Kwa hivyo shida si mvua, shida ni mbinu ya kilimo. Na angekuwa inafaa wakulima waone kuwa ukirudia shamba lako mara nyingi na mmea uliofanana, madhara yake utakayopata ni haya. Na sasa kwa hii shamba yako Elizabeth, kuna sehemu ambayo tunaweza kuona mahindi ambayo imemea vizuri? Iko? Hai, twende ukatuonesha basi. Sawa. Eric, yani siamini macho yangu. Yani mahindi inafanya vizuri? Sasa hayo ndio kazi ya zile nguzo za kilimo tulikuwa tunakuambia. Amefanya crop rotation. Hawezi kupata 100% kwa mara ya kwanza, lakini tunaamini sasa ameanza kupiga hatua kuelekea sehemu nzuri. Pole atafika hapo. Na sasa Elizabeth, nikikuuliza, ukiangalia hii mahindi yako, si unafurahia? Imeshinda ile tulikuwa tunaangalia huko? Nafurahia kwa sababu iko mzuri, naona iko afadhali kuliko vile nilikuwa napanda beleni. Kweli. Na pengine ungewashauri wakulima nini nyingine ya faida kuhusu njia yako ya ukulima? Kando na zile nguzo 3 tulizoziongelea, kitu kingine cha muhimu sana ni kuhakikisha mashamba yao hayana kwekwe, hayana majani. Kwa sababu majani yanachukua rutuba kutoka kwenye mchanga. Kwa hivyo unakuta inashindana na mimea yetu uliopanda. Na mwishilio yale majani ama zile kwekwe zinachukua rutuba zako nyingi na mazao yako yanaenda chini. So tuhakikishe shamba letu liko safi kila wakati, utapata mazao mengi na utafurahia kilimo. Tukizingatia kuwa kilimo ni biashara kama biashara zile zingine. Kwa hivyo, kumbuka nguzo hizi 3: usumbufu kidogo wa udongo, kuacha mabaki ya mimea, na 3, kubadili mazao. Asante Karo. Wakulima, kama mlivyoona, kilimo ni jukumu la mwaka mzima. Tuonane wiki ijayo tukiendelea kujifunza njia unazoweza kukarabati shamba lako hapa katika Shamba Shape.
Thank you.